Huu ni upekee wa kumtazama Salum Yanga leo kwa namna ambavyo amevalia, na huu ni muendelezo wa taarifa kutokea hapa Bongo Headlines, taarifa za kimichezo. Mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera yupo Medadi Usmandoro. Salum, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. 100 plus kwa mara nyingine tena tukiwa kama mabingwa tena. Tunamshukuru Mungu tuko tena siku nyingine leo tena. Hii Salum inaashiria nini kwa namna ambavyo umevaa, kwa namna ambavyo umejipamba na Yanga yako? Inaashiria nini kuelekea kwenye mchezo ambao umesalia? Na kwa nini hivi leo Salum sijawahi kukuona kwa namna hii? Ni kweli, kwa sababu kwa akili yangu ya kawaida, kwa mawazo yangu ya kawaida, ligi imekwisha. Na ligi imekwisha, tunakwenda kuweka historia mpya nyingine baada ya miaka mingi sana kupita. Umeelewa? Kwa kuchukua kombe hili ama ubingwa huu wa NBC ligi kwa mara ya 5 mfululizo. Historia nyingine mpya ambayo ni ngumu kuwekwa na mtu mwingine. Kwa leo mnaita Okello Day. Na ubingwa huu ningependa sana dedicated kwa nani? Kwa Okello. Kama Mwenyezi Mungu atujalia heri, mechi yetu moja iliyobakia tukachukua ubingwa huu, tunaomba kombe hili kakae nyumbani kwa Okello. Salum, sio kweli. Kabisa. Kama itakuwa ngumu kwa nyumbani kwa Okello, basi sanamu la Okello akiwa ameshikilia kombe hili la ubingwa NBC, sawa, likajengwa ndani ya uwanja mpya Yanga Afrika pa Jangwani mwaka wote. Kwa hiyo na imani kabisa uwepo wangu wa leo, furaha yangu kubwa leo, kwanza kutekeleza kanuni yetu, dhamira yetu, kwenda kubakisha mechi hii moja, kutangaza ubingwa nchi hii. Waache maafisa wabaki nyuma. Lakini bado haijaisha Salum. Tunasema hivi, kwetu sisi imekwisha. Mfupa mgumu imeliwa, mifupa mikubwa imeliwa. Tumebaki kula maini. Safari ya mwisho ni kula maini. Hatuoni kama kuna sehemu yote iko chochote hapa tulipo. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo tumejipanga sisi, kwa jinsi ambavyo tumedhamiria, na leo hii mbona nimependeza, mavazi yangu ya sikukuu. Ni mavazi ya sikukuu. Ni mavazi ya sikukuu. Kwa nini sipendeze namna hiyo? Nawaambia wana Yanga wote, pikeni kuku nyumbani kwenu. Pikeni kuku majumbani kwenu. Shangwe limerudi tena kwa mara ya 5 mfululizo. Bingwa Yanga Afrika bila kikwazo, chini ya Engineers. Kwako JKT Tanzania unasema ni maini, ni kawaida sana, mifupa mmeshakula. Mimi naona kabisa hilo jipigia mstari, halina shaka yote. JKT kwetu ni maini. Mifupa mikubwa ilikuwepo, na ndio maana kuna watu walibeti, wakaweka pesa zao, wakaweka nguvu zao kuhakikisha kwamba hii mechi, ukiona mtu anaanza kuwaza maisha ya fisi, ujue huyu ana matatizo. Na siku zote fisi anaangalia mkono, anavizia mkono wa mtu ambaye anatembea. Unajua mkono utakatikia hapa. Misho mtu anafungua mlango anaingia ndani, fisi kakosa. Haya ndio kwa mawazo ya wengi, na bahati mbaya washafilisika katika maisha yao. Tunawaambia kabisa bye bye. Alan Okello ameingia kambani kwa goli 3 siku ya jana. Tukimtazama Alan Okello hivi sasa ana magoli 14 nyuma ya Faisal Salum ambaye ana magoli 15, lakini Mosi pia amefungamana na Alan Okello kuwa na magoli 14. Mbio za ubingwa, mbio za ufungaji bora unaziona wapi kwa upande wako? Mimi binafsi ningetamani kuona ubingwa wote mbili anachukua Yanga Afrika au tunachukua sisi. Ubingwa wote wa aina mbili, kwa maana ya kikombe cha NBC pamoja na ubingwa wa kikombe cha mfungaji bora. Ningetamani sana kumuona Okello anachukua, kwa sababu kama miongoni mwa wachezaji ambao wako dirisha dogo wakaonesha kikubwa zaidi. Wako wengine wameingia dirisha dogo, mmewaona, tumejipata, lakini hawafanani nani na Okello mpaka leo kwa magoli. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuja kuleta mapinduzi makubwa sana katika dirisha dogo ndani ya Yanga Afrika. Kwa hiyo mimi binafsi ningetamani kumuona Alan Okello, star boy, umeelewa, akiwa na kikombe, ama akiwa na tunasema nini? Tunasema kiatu. Umeelewa? Ambacho kitamfanya katika historia yake mpira wa Bongo. Mbaya zaidi, ligi hii kupata hat-trick ilikuwa ngumu mno. Okello amekuja kudhihirisha hicho, na jana ameonyesha kwamba mguu wake una uwezo mkubwa sana katika soka la Tanzania. Kwa hiyo tuna imani kabisa, na Mungu atubariki, ambariki naye, tuende kuwa naye, tutoe na afya njema ndani ya Yanga Afrika. Vipi kwa mshindani wake ama washindani wake? Tukimuona Mosi mwenye magoli 14, tukija kumtazama Faisal Salum ambaye hivi sasa ana magoli 15. Ni kweli kabisa washindani wake ni watu ambao wana hiyo culture. Umeelewa? Wana utamani ubingwa, kuchukua kiatu hicho cha dhahabu, kiatu cha ufungaji bora. Lakini naangalia hata ameweza kuwa compete, kuwatingisha kwamba mimi mgeni nimekuja, ninaweza kufanya hichi. Naona bado nafasi, safari bado ni ngumu, lakini kwa sababu wao ile sio, tumwachia yeye na mawazo yake. Tunamwachia yeye na mawazo yake, yeye na uwezo wake. Mechi yake ya mwisho dhidi ya JKT akaweza kukamilisha ile jambo hilo. Wote wana mechi moja iliyobakia, kila mmoja ana uwezo wa kugombania kile ambacho anakitarajia. Kwa hiyo naamini kabisa kwa uwezo wa Okello na maarifa ya Okello, mechi ya JKT nimekwambia ni maini.
kwake itakuwa kwenda kutangaza rasmi naye kuwa ndio mfungaji bora wa msimu wa NBC. Ndo Mumwe naye pia ni mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo na ana magoli 14 mpaka hivi sasa. Kwa nini yeye haimbwi sana kama anavyoimbwa Alan Okello kutoka Young Africans? Tunasema mvute mwamba ngoma kuvutia kwake. Siwezi kumzungumzia mtu mwingine wakati wangu ni naye. Au sio? Kwa hiyo hapa namzungumzia Okello kama mali yangu. Mali ambayo inakwenda kunitambulisha kwenye ubingwa wa NBC msimu huu. Umeelewa? Kwa hiyo na yeye kijana huyo Mosi hana shida. Watu wake wapo wamsemee, vijana wake wapo wamsamee, lakini sisi kwa muda huu this time around tunazungumza na habari ya Okello. Umeelewa? Ndio mchezaji ambaye anakuja kutaka kubadilisha taswira katika dirisha dogo Yanga Afrika. Tumeumba sana, tumesemwa sana na sisi tunaamini kwa sababu mti mwenye matunda unapigwa mawe. Basi mengi yalipigwa mawe, lakini tamati yake inakuja mechi ya mwisho tunatangaza ubingwa, na ndio maana sijaona sababu ya kutokupendeza siku ya leo. Kama nimependeza zaidi na ninawaambia ndugu zangu tupendeze. Kanue nguo yako safi, piga pasi koga, lakini utapendeza zaidi kama utavaa nguo au utanunua nguo yenye rangi kama hizi. Rangi hizo ndo zinapendeza. Hizo rangi za msimu, ndo rangi za mwaka, ndo rangi za sikukuu. Kwa hiyo naamini kabisa Mungu atatujalia ili jambo lote litimia. Lakini Mnyama naye pia sio kizembe, naye pia alishinda mchezo wake, hivyo bado tofauti ni alama 2 tu pekee mpaka hivi sasa. Ndio. Mimi nasema hivi, hakuna mzembe. Ila tumesema kila mmoja acheze mechi zake. Alafu kila mmoja kashike kakota yake, hesabu zake zinasemaje. Umeelewa? Tunaamini biashara ya leo kwa kusubiri mwenzako ateleze. Ndio haya mambo unajikuta mwisho wa siku unaona mechi yako imeuzwa au watu refa kanunuliwa. Unaona malalamiko mengi nasikia, alajije kaka kafanya hivi. Hebu tizama wewe uko wapi? Ni lazima ukubali kumpa mtu bora wako kipindi hicho. Tusikubali kila siku mechi imeuzwa, waamuzi tunapa malama kila siku. Tukubali hapa nilipo mimi. Udhaifu wangu ni upi? 50% 20% alisema kubali madhaifu yako, mapungufu yako ili uyafanyie kazi. Wao wanaotukimiza sisi wana miaka 4. Huu ni mwaka wa 5 tunawaambia tena. Miaka 4 ilikuwa kutafakari kwao na huu mwaka wa 5 akatafakari tena ili msimu ujao waje. Wajipange, wanafanana na wenzao wengine 14 ambao 15 wako nyuma wanafanana nao. Wajitahidi top 4 wasitoke. Wajitahidi top 4 wasitoke. Ndio uwezo wao, ndio uwezo wao Bongo. Tusidanganyane, ndio uko hivyo. Wa kwanza anakaa Yanga, Mungu akijalia ile atakaa Azam pale, Mungu ni mwema. Alafu ningetamani sana kuona hiyo chat. Ningetamani sana kuiona chat. Kwamba Azam ndo afuate. Kwamba angeanza Yanga Afrika kama ilivyo. Maana huyu daraja yake mwingine. Lakini aje Azam, aje Singida, alafu aje Kolo style. Umeelewa? Ningependa shirikisho. Shirikisho. Ningefurahi sana. Lakini nao kwa sababu na watu ajitahidi, akutana nafasi huko tutabeba sisi. Nafasi anayo. Ajitahidi. Lakini kusema anakupenda Yanga muda huu amefeli. Lakini pengine Mnyama anapata matumaini kwamba nikikosa NBC basi CRDB nitamalizana naye huyo Azam. Na sisi tumwambia hivi, sisi shida yetu kubwa ilikuwa tukusema makombe yote ambayo yanafanya kazi hapa mjini kwa maana ya ligi ya Tanzania hapa. Kwamba tupate CRDB, tupate NBC, tupate Muungano, tupate hivi mengine tumeshayakosa. Umeona? Lakini hao zero shina wetu nao wana kiu ya kupata kitu. Na sisi tunakutana finali, ilishakwisha finali kwa ni Yanga na Azam ya CRDB. Ndio mechi ambayo haitabiliki, mechi na mafundi, mechi na mabingwa. Kwa hiyo matokeo tukia pale dhidi ya Yanga na Azam yalikuwa matokeo sahihi, tumepoteza mchezo wa nusu finali. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hapo kilipo sasa ni wao na utangata zao. Kwamba hilo la CRDB wakajipime, Yanga alifungwa kihalali au Yanga alitoa hela? Kama Yanga alitoa hela na wao hela wanazo, Mosi yupo, wakatoe pesa achukue ili walinde heshima. Tumeona wamechukua tournament ngapi? Wamepewa tuzo ya heshima sio ya ligi bora, sio ya timu bora, sio walipata wapi. Lakini tunaona wapo katika mikakati kisha kama na wao wanapata nafasi hiyo. Ili wa maintain hiyo hali. Waende wakazungumze na Azam. Tunajua Azam mtoto wa shangazi na yeye ndio mtoto wa kaka. Wakae sebleni wazungumze kama wanaamini sisi tulizungumza na Azam. Wao tunaamini hivyo. Tuzungumze na Azam. Nenda kamwambia Kisugu. Nenda kamwambia Mandala. Nenda kawaambia wana Simba wote kwamba sisi finali ya CRDB ndio ilikuwa finali zaidi ya kibabe Yanga dhidi ya Azam. Na wao wakacheze nao wakapata kombe hilo. Kwa heshima yao. Lakini NBC ni mali ya Yanga Afrika na sisi macho yetu kwa sasa yako NBC. Tumbakisha maini kutafuna nyama. Imeshaisha. Kumalizika NBC, macho yenu yataenda wapi? Sasa. Tukisha maliza NBC imekwisha. Akili yetu sasa tunaangalia focus yetu kimataifa zaidi.
Hapo sasa ndio tumchukue nani kama ni wewe bwana Bongo ukatusaidie pale katikati. Tunataka kutafute kutengeneza timu. Unajua sasa hivi wachezaji wetu wengi wamechoka na ndio maana wengi wanasema. Wengi wanazungumza. Lakini wanasahau hawa waliochoka ndio mabingwa wapya sasa hivi tena. Wao ambao wanatea ubingwa wao. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza kikosi kipya, wale ambao tuendelee nao katika duli lijalo, tutakuwa nalo inshallah, Mwenyezi Mungu awajalie heri. Wale ambao tutakuwa mkono wa kwaheri, basi tunatakia kila laheri kwamba kule ambao wafanya. Lakini midhali ulihudumu Yanga, ambapo Yanga imekuwa mabingwa msimu mara 5 mfululizo. Hata wewe unaondoka Yanga ukiwa na historia kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kabisa wote ambao jeshi letu la wana Yanga limefanya kazi yake, na hao ambao watakwenda kule basi tunaombea dua mambo ndio vizuri. Lakini Yanga itabaki Yanga, stili ya Yanga, bingwa tena. Wakijichanganya tena mwakani mara 6. Wakijichanganya tena mwakani mara 6. Salum kiwepesi wamejipata. Sajili tunakwenda kufanya mkubwa. Pesa inayowekwa hapa katikati palikuwa na magumzo hapa. Yanga achukue hata ubingwa achukue. GSM Sovereign Premier binadamu mkubwa mapesa. Umeelewa? Akaweka bonus kubwa kwa vijana, akisheni ubingwa wa nchi mnafanya mnachukua. Ile pesa iliyowekwa pale kwa ajili ya kuchukua ubingwa pale. Kwa nini usiweke pesa kubwa zaidi nyingine kwa ajili ya kujiuliza kwenye mashindano ya CAF? Umeelewa? Kwa hiyo naamini kabisa uwezo wa GSM ana uwezo kutufanyia mambo makubwa zaidi, lakini chini ya Engineer Harris ambaye ndio kinara wetu wa jazi letu ana uwezo wa kuona macho ya mbali, akatupatia watu ambao kwenye klabu bingwa tukaenda kufanya vizuri zaidi msimu unaofuata. Kwa hiyo mimi na imani yangu mambo yanaenda vizuri, tuombe dua watu wote mambo yanaenda vizuri. Yeah. Salumu, labda tumalize na mazingira ya ligi kuu ya NBC kwa ujumla. Pengine ushindani kwa namna ambavyo unauona hasa wa MVP. Kwa upande wako nani ambaye unamtazamia zaidi? Jana tumezungumza na baadhi ya mashabiki wa Young Africans. Wamemtaja mpaka goalkeeper Djigui Diarra. Pengine awe MVP wa ligi kuu ya NBC katika msimu wa 25-26. Na hivi sasa tukimtazama Djigui Diarra ana clean sheet nyingi na ambazo hazitofikiwa na goalkeeper yoyote mpaka hivi sasa. Kama itakuwa ni kigezo cha clean sheet, basi atatangazwa kuwa goalkeeper bora wa msimu 25-26. Kwa upande wako karata unaipeleka wapi? Kwanza karata yangu kubwa bado Djigui Diarra ana nafasi kubwa sana kuchukua hii nafasi kama goalkeeper bora. Lakini nirudi sana kwa TFF na bodi ya ligi ambayo yenyewe ni dhamana ya kuhakikisha kwamba mchezaji bora anapata zawadi zake. Yaliyojitokeza nyuma huko, hebu tuyafute. Tuwe serious ile jambo. Leo kina au alikuwa wachezaji bora Simba na Yanga, hatujui nani alikuwa mchezaji bora katika msimu uliopita. Kwa maana au na mwenzake nani? Pacome. Mpaka leo hii Simba anakuambia Pacome au alikuwa vizuri zaidi, alistahili kuchukua kombe, lakini na sisi wana Yanga tunasema Pacome alistahili kuwa mshindi katika yetu nani yetu ile pale kwa kuchukua mfungaji bora au mchezaji bora wa msimu. Lakini mpaka leo hatujaweza kumuona zawadi ya bingwa, hatujaona zawadi ya MVP nani msimu uliopita. Kwa bodi ya ligi na TFF ikajitathmini kama wanataka kweli ligi yetu iwe bora, izidi kuwa bora. Mpaka sasa ligi yetu ni bora zaidi. Lakini kama bodi ya ligi inahitaji ligi yetu iwe bora, kwanza wajirekebishe makosa yao. Makosa ya kwanza kumpa mtu zawadi yake stahiki. Sio mchezaji anaondoka katika ligi ya nchi hiyo, alafu wewe hajulikani anaweza kuchukua lini tena. Nyewe tunazungumza sisi kwa vichwa tu, fulani atakuwa mchezaji bora, fulani atakuwa mchezaji bora. Hapana. Tunahitaji bodi ya ligi ijikite, ijiulize ilikosea wapi msimu uliopita, haikuweza kuwapatia wachezaji hao, zawadi za wachezaji hao. This time waje na zawadi sahihi na wakati sahihi kumpa mchezaji, ili mchezaji akiondoka kwenye klabu anaondoka akiwa na ubingwa wake, anafahamu nini amepata. Sio nampigia simu bwana wewe unajua umekuwa na mnanifu bora, haisaidii chochote. Ana kampani yake hapa ya kumsupport ya nani angemsupport kwa nchi nyingine kwenda kwa nguvu zaidi. Kwa hiyo ombi langu kwa bodi ya ligi na TFF kwamba wakaone thamani ya mchezaji bora wa nchi hii, akipatikana apate zawadi kwa wakati sahihi na apeze zawadi zake, sisi tumshangilie akiwa ndani ya klabu yetu kabla hajaondoka. Kwa hiyo binafsi naona vita hili nzuri, vita ni kubwa. Djigui Diarra anastahili kupata kikombe kwa maana ya goalkeeper bora. Lakini mchezaji bora atakayestahili wa ndani ambao wataona anastahili, hicho ndio ombi langu kubwa. Kwa unamuona nani mpaka hivi sasa? Mimi nikimwangalia mchezaji bora mpaka sasa hivi hapa, okay, unampa nafasi kubwa sana kuliko Faisal Salum. Faisal Salum tunampa kwa sababu wa ndani nafasi yake. Unajua Faisal kikweli ameshuka kidogo. Tuacha masiara. Kama tunahitaji kuzungumza ukweli wa mpira, muangalie Faisal kweli anafanya kazi yake. Umeelewa? Kweli katika timu anayohudumu anafanya kazi na ndio tegemezi katika timu ya taifa. Unajua tu hao tunawataja kwa sababu ndio tegemezi katika timu ya taifa. Lakini kama tunataka mchezaji bora kweli, hawa kigeni wamekuja kufanya vizuri sana katika nchi hii. Wachezaji kigeni tuache unafiki,
tuache undazindazi, wamekuja kufanya kazi nzuri sana katika nchi yetu hii. Kama tutapa kina Libasi Agei, kama tutapa nani, lakini wageni wamekuja kuonesha nini maana ya wageni. Umeelewa vizuri? Lakini kama tuna nafasi ya kuwapa hawa wa kwetu, kwa sababu tunawapa ni wa kwetu, basi tuwape kwa upendeleo tu. Lakini kiukweli kabisa kazi yao tunaiona ya nyumbani, lakini wageni wamekuja kuleta mapinduzi mapya au makubwa katika nchi yetu hii. Kwa hiyo tunataka mtu apewe kikombe, apewe sifa hakika, apewe sifa stahiki. Kama ni huyu kweli tunampa, tumpe kweli kwa sifa ya kweli na kazi ambayo ameifanya. Mimi binafsi mawazo yangu anastahili Okello. Kwangu mimi. Shukrani sana Salum. Asante sana. Karibu sana siku nyingine mzazi. 100 chini ya 100. 100 chini ya 100 plus haina shaka. Karibuni sana. Tuna mambo makubwa ya kufanya hapa leo. Asante sana.